Mtume anasema ikiwa mwenzenu anaumwa hajiwezi, waitwe wazee wamwombe na wampake mafuta, na hapo Bwana atampa faraja, na zaidi ya faraja ataondolewa dhambi zake. Kama kia wagonjwa, zaidi ya kutupa uponyaji, ili pia yanatupa nguvu ya msamaha wa dhambi. Mafuta muhimu katika maisha yetu haya tunaishi na utume wetu tunaohudumia. Ndugu zangu, tumesikia katika somo la kwanza na Isaya anaeleza juu ya mtumishi wa Bwana. Huyu mtumishi wa Bwana anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta, amenipaka mafuta. Mtumishi wa Bwana anapakwa mafuta, na Bwana Yesu anajitambua kwamba yeye ndiye aliyetabiriwa na nabii Isaya. Yeye ni mtumishi wa Bwana, mtumishi wa baba yake, na yeye anapokea majukumu mbalimbali baada ya kuwa amepakwa mafuta na kuja kutimiza utume wake. Sisi mapadre wenu leo tuko hapa, tunatakiwa kuwa kama Kristo huyo mpakwa mafuta. Mpakwa mafuta kwa namna pekee tuliposhiriki sakramenti ya daraja takatifu. Tulipakwa mafuta hayo ili tufanane na Kristo. Sisi pia tufanye kazi yake ya kuhani, nabii na mfalme. Mpakwa mafuta hayo ili tufanye kazi ya ualimu, uchungaji na uongozi. Mpakwa mafuta hayo ili tuzidi kuunganika zaidi na Kristo. Mpakwa mafuta kupata kinga ya roho dhidi ya ubaya, na zaidi sana tuwe na nguvu ya Kristo. Sisi tulipata, na pia tulipata mafuta haya. Lakini kwa mujibu wa siku hii muhimu, ambayo kwa kawaida huadhimishwa karibu sana na Pasaka, lakini kwa mazingira yetu na kwa vigumu tunawahi kidogo, basi tunakusanyika hapa leo kukumbuka kwanza zawadi hiyo kubwa ya daraja takatifu, zawadi hiyo kubwa ya kupokea hayo mafuta. Kukumbuka kwanza heshima hiyo kubwa ya kuwa Kristo mwilini, ya kufanana na Kristo. Tutasikia hapa vijana watajibu tunataka mara tatu. Mara ya kwanza wataulizwa kama wako tayari kuweka tena ahadi zile walizoziweka siku ya upadilisho. Watasema nataka. Ya pili wataulizwa kama wako tayari kuunganika zaidi na Bwana wetu Yesu Kristo na kujitahidi kufanana naye zaidi. Tutajibu tena nataka. Na jambo la tatu, tutaulizwa kama tunania kuwa wagawaji waaminifu wa mafungo ya Mungu, kwamba tutakuwa wagawaji waaminifu wa mafungo ya Mungu kwa njia ya sakramenti mbalimbali tunazotakiwa kuziadhimisha, na pia kwa majukumu ya matatu ya Bwana wetu Yesu Kristo ya ukuhani, unabii na ufalme. Tutajibu tena nataka. Kwa hivi tunaposhuhudia kwamba tunataka kwa taifa la Mungu, hiyo ni habari njema. Kuna hali ngumu sana tunapokosa viongozi, tunapokosa wenye mamlaka, na tukiwa na mamlaka tunakuwa na nafuu kwamba walau kuna anayetambulia, anayetuelekeza fadhili, anayetuhamasisha. Ni muhimu. Kwa hiyo tunaposikia kuna watu wanasema nataka, ili linakuwa neno la faraja kwetu. Lakini hatuishi hapo tu, ni neno la maaliko pia, kusali kwa ajili ya hawa wanaosema nataka. Kwa sababu ni hatari sana ukiwa na kiongozi anayetaka kitu lakini hayuko tayari kuishi ahadi zile
alizozi